Ninakumbuka kisa cha mwanafunzi mmoja ambaye alikataa shule, akaenda katika maeneo ya mgodini, akachimba dhahabu mgodini, akapatwa na shida mgodini, akaona maisha hayafai mgodini, akaona watu wanakufa mgodini, akaona hali ni mbaya mgodini, na akafanya maamuzi ya kuanza kurudi nyumbani. Alikuwa na shauku ya kurudi nyumbani. Watu ambao wameamua kurudi nyumbani kwetu mbinguni, maana wenyeji wetu hauko hapa duniani, wenyeji wetu uko mbinguni. Watu wenye shauku hii hawauoni mwisho kuwa uko mbali, wanauona mwisho kwamba uko karibu, mwisho wa dunia uko karibu, ili waweze kurudi nyumbani. Ninapomzungumzia Petro miongoni mwa wanafunzi wa Yesu akiwa ametoka tu karne ni miaka michache, Yesu ametoka, amepaa kwenda mbinguni. Petro anapohubiri, anawahubiri watu wote, anawaambia sikilizeni, mwisho wa mambo yote umekaribia. Petro wa kwanza 4 mstari wa 7, anauona mwisho kwamba uko karibu sana. Ni watu walioamua kurudi nyumbani. Petro wa kwanza 4:7, waraka wa kwanza wa Petro 4:7 inasemaje? 4 fungu lile la 7. Ndio Andiko anasema, yanasemaje? lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Mwisho wa mambo yote umekaribia. Basi weni na akili, kesheni katika sala, maana mwisho wa mambo yote umekaribia. Lakini anapozungumzia hayo, hata siku za mwisho zilikuwa bado, maana unabii unaanza kuzitambua siku za mwisho kwamba zilianza mwaka wa 1798 baada ya utawala wa upapa, na hapa haujafika hata mwaka wa 100 baada ya Yesu Kristo kuwa amepaa. Petro anaposimama kuhubiri anasema mwisho wa mambo yote umefanyeje? Umekaribia. Weni na bidii, kesheni katika sala. Mitume waliona ni kana kwamba Yesu anakuja muda mfupi baada ya miaka michache tu, ni muda mfupi sana, Yesu anarejea tena. Vivyo hivyo na Paulo akiwa katika mahubiri yake, Wathesalonike wa kwanza 4:16. Ninatamani nikuonyeshe jinsi watu ambao wameamua kurudi nyumbani wanavyouona mwisho wa ulimwengu huu kuwa umekaribia. Wathesalonike wa kwanza 4:16. Paulo mwenyewe alijiweka katika kundi la watu ambao watakutwa wakiwa hai na Bwana Yesu Kristo. 4:16 Petro anasemaje? Kwa sababu Bwana mwenyewe, anzia fungu la 15, kwa kuwa tunawaambieni haya kwa neno la Bwana, ndio kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana. Alitamani kusalia mpaka Yesu atakapokuja tena. Aliona kwamba Yesu atamkuta, na ndio maana Paulo anapohubiri anasema sisi tutakaosalia mpaka mwisho, mpaka wakati wa kuja kwake Bwana. Ndio, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Maana Bwana atashuka kutoka mbinguni pamoja na malaika, pamoja na mwaliko wa malaika, na sauti ya malaika mkuu, ndio, na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo Yesu. Halafu kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ya mbinguni, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana wetu. Unaweza kaishia hapo. Kwa hiyo Paulo anapohubiri habari za ujio wa Yesu, alimwona Yesu Kristo yuko karibu tu, ni muda mfupi tu anakuja, halafu anamchukua na yeye akiwa